kama naijua agenda kuu ya dunia ni nini? Lazima mjue, yani agenda kuu ya dunia ni kitu gani? Agenda kuu ya dunia ni nini? Huko nyuma, kabla ya agenda tunayo sasa, hapo nyuma agenda kuu ya dunia ilikuwa ni uchumi, ilikuwa ni siasa. Hapo nyuma mpaka 1989 agenda kuu ya dunia ilikuwa ni siasa. Ndio nakuta kwamba kulikuwa na siasa ndio inaongoza dunia kati ya ukomunisti na ubepari. Lakini yalipokuja mabadiliko ya Urusi, siasa za Urusi za perestroika zilisambaratisha mfumo wa siasa ya ujamaa, agenda ikawa imeisha. Baada ya hapo, kuanzia 89 mpaka leo, agenda kuu ya dunia ni uchumi, na nguvu inayofanya kazi ya dunia ni uchumi. Huko nyuma ilifanya hiyo. Kabla ya hiyo kulikuwepo na ya kijeshi, ilikuwepo na ya kidini. Kabla ya kidini ilikuwepo ya kijeshi. Nimezifafanua kwenye kitabu kile cha Vita dhidi ya Umaskini. Agenda kuu ya dunia sasa hivi ni uchumi, ni uchumi. Kwa nini Marekani na Israel wanaipiga Iran? Kwa nini Marekani na Israel wanampiga Iran? Yamekosa nini? Na kwa nini China haiingilii kati? Mchina, siasa za Mchina ni kuhakikisha analinda uchumi wake. Yeye anapambana na soko la dunia la uchumi, anataka kutawala uchumi. Kwa hiyo hawezi kujiingiza kwenye vita itakayoharibu uchumi wake. Lakini Marekani anapojiita ni super power, anataka kutawala uchumi, sio kutawala jeshi. Anataka kutawala uchumi. Wewe unasema nataka nimpige Irani mpaka ashindwe hata kufufuka. Hafu unapiga visima vya mafuta vinakosa gani? Kwa nini mabomu ya nyuklia visima vya mafuta? Naam? Ni vita ya kiuchumi ambayo sasa dunia nzima inayumba. Imeshayumba dunia nzima. Uchumi umeshayumba. Nakumbuka tarehe 28 usiku saa 8 iliingia message kutoka kwa kijana wangu aliyeko Ujerumani. Nilikuwa sijui mimi kwamba kuna vita. Ananiambia, baba, nenda kajaze mafuta magari yote full tank, vita imeanza. Mafuta yatapanda bei. Kwa kweli asubuhi niamka nienda nikajaza ya mama, nikajaza full tank, na pickup ya kwangu nikajaza full tank. Yaani kwamba kama itatokea yanaadimika, sio kupanda tu. Kama ingetokea yanaadimika, ningekuwa na mafuta hata ya kwenda hospitali. Kama ingetokea yanaadimika, hayajaadimika, lakini yamepanda. Ni vita ya kiuchumi. Vita ya kiuchumi. Yaani vita nyingi zinazopigwa duniani, agenda kubwa ni uchumi. Kwa hiyo ufahamu nyakati unazoishi. Hata ukiona madhehebu yanaibuka, kwa taarifa yako, agenda za madhehebu mengi kuibuka ya kila aina, kila kona, ni uchumi. Ni uchumi. Yaani wewe angalia tu ni nini kinatokea. Ni uchumi. Mtu anatafuta waumini watoe sadaka, watoe michango, awatapeli, auze maombi. Hatuzungumzi kwamba sadaka za kutolewa, lakini kuna maombi yanauzwa. Yanauzwa. Sasa hivi kuna manabii kuwaona, kumuona tu ni 500,000. Yaani ingekuwa kwetu namna hiyo, mchungaji, yaani kila msharika naye niona ni 500,000, mbona ningekuwa nani? Mbona wachungaji tungekuwa matajiri? Kila msharika naye niona 500,000. Na una washarika wangapi wanaokuona? Kila msharika naye muona 500,000. Wakikaa kwa mazungumzo 150,000. Halafu akikuuzia maji yapo 50,000, yapo ya ngapi? Na mnapigwa, mwende mkapigwa tu. Tusipoamka tutapigwa. Kimbilieni kwa Yesu jamani. Msikimbilie kwa watu. Ni mnakimbilia kwa watu. Kuna ni biashara ya uchumi. Ni uchumi. Kwa vita kubwa ni uchumi.
Kwa hiyo nikasema tambua nyingine, wakati unao alinisaidia yule mama pale, kuongezeka kwa idadi ya watu, kwamba idadi ya watu inaongezeka, achana na dunia, ndani ya Tanzania. Sasa hivi tunazungumzia tuko milioni 60. Miaka 13 14 ijayo tunatarajia kuwa milioni 100, halafu ifikapo 2050 milioni 118. Hiyo ni changamoto na ni fursa. Kwa ujue kabisa kwamba idadi ya watu inaongezeka. Kwa mfano, sijajua Mbalali, ongezeko la watu Mbalali likoje? Njombe mjini ongezeko la watu ni la ajabu, na maduka yameshapanda bei. Sasa hivi kupata mlango Kilemba ni milioni 20. Haikuwepo hiyo, ilikuwa milioni 20 unanunua mlango. Sasa hivi milioni 20 ni Kilemba. Watu wameongezeka. Halafu wale wa machinga waliopo soko kuu, Kaukuta, yana amechukua Kaukuta kama ilipo hapo upana wa TV huyo, na kidogo tu hapo, ukitaka akuachie ni milioni 2 kilemba chake, na hatoki na hakuachii. Yaani ukiona amekuachia, amekuwa anaenda amepata mlango mwingine mkubwa zaidi. Ni ongezeko la watu. Kwa hiyo lazima tujiandae kulisha dunia, tujiandae makazi. Sasa sio wewe sasa uko hapa unalima mpunga, unaisha kulima mpunga, kawekeze. Usichie kulima mpunga na kuishia hapo, kawekeze. Hiyo tutazungumza sasa hivi hapa, unatafuta fedha za nini. Lakini kiashiria kingine, ardhi imepanda thamani. Ulishaizungumza hapo, ardhi imepanda thamani kwa sababu ukitaka kilimo, ardhi; ukitaka makazi, ardhi; ukitaka biashara, ardhi. Vibanda vya biashara unajenga wapi? Si unajenga kwenye ardhi. Kwa hiyo ni vema sana ujitahidi kuona kwamba unaweza kumiliki ardhi. Jitahidi kwamba unaweza kumiliki ardhi. Sasa nilipokuwa nazungumza hapa kwamba sio wewe unalima tu unaishia kulima, kuna swali hapa moja linasema, unataka fedha za nini? Umeweka kwenye kitabu cha Vita Dhidi ya Umaskini. Hivi unataka fedha za nini? Unataka fedha za nini? Mpe mic. Yaani unafanya kazi, unataka fedha za nini? Inawezekana tunawaambia watu hapa mkazalishe fedha, mwe wajasiriamali, wakati hawahitaji fedha kabisa. Yaani mpaka utangulie kwanza, unataka fedha za nini? Nataka fedha za kujikimu. Unataka fedha za kujikimu. Malazi, magonjwa, vitu vyote viko katika pesa. Haya, katika yale matumizi manne hapo ni kwamba tunataka fedha za kula, maki ada, malazi, shule, hospitali. Katika yale matumizi manne ya fedha, hapo ni chakula. Kwa hiyo kumbe tunataka fedha ya kula. Naam? Unajua, unapotaka kufanya mradi wowote, jambo la kwanza usiulize, hivi nikilima mpunga napata pesa? Hivi nikifuga kuku napata pesa? Hilo swali ni kosa. Sema